Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania maarufu Triple KT Dayosisi ya Karagwe, Daktari Benson Bagonza ametoa uchambuzi mzito kuhusu mgogoro wa kisiasa nchini, akionya kuwa matumizi ya nguvu na kuweka viongozi wa upinzani ndani yanatengeneza msimamo mikali badala ya kutatua matatizo. Uchambuzi huo umetolewa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook Jumapili Agosti 23 mwaka wa 2026. Katika uchambuzi wake huo, askofu wa Triple KT Dayosisi ya Karagwe Benson Bagonza amebainisha kuwa nchi imejipokonya fursa na sifa nzuri ya maridhiano kwa kutenda makosa matatu makubwa ya kimkakati. Kiongozi huyo wa dini ametaja makosa hayo kuwa ni pamoja na kumfunga aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe na sasa kumweka ndani mwenyekiti wa sasa wa Chadema Tundu Lissu. Kiongozi huyo wa kiroho Dayosisi ya Karagwe Benson Bagonza ameeleza kuwa mfululizo huo wa hatua za kisheria na kuzuizi umeleta athari zinazotarajiwa kwa mustakabali wa siasa nchini Tanzania. Kiongozi huyo amebainisha kuwa kuweka viongozi wa upinzani ndani ya magereza si dawa nzuri wala njia sahihi ya kushughulikia changamoto za kisiasa na mfumo wa upinzani. Uchambuzi wa Askofu Bagonza unaeleza kuwa kukataa maridhiano kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2025 na kugeukia hatua za kukamata kumeifanya chama cha Chadema kuchukua msimamo mkali zaidi. Mwanadini huyo amesisitiza kuwa hatua hizo zimechangia pia kuigawa jumuiya ya kimataifa pamoja na taasisi mbalimbali nyeti. Kiongozi huyo wa Dayosisi ya Karagwe ameeleza kuwa mtazamo huo wa kutumia nguvu badala ya majadiliano ya amani umeongeza mgawanyiko mkubwa badala ya kuleta suluhisho la kudumu la kisiasa. Katika maelezo yake, kiongozi huyo amesisitiza kwamba makosa hayo ya kimkakati yanaifanya nchi ionekane kama imejiteka yenyewe, imejifunga pingu na kupoteza funguo za kujifungua. Akihitimisha uchambuzi wake huo wa kina, askofu wa Triple KT Dayosisi ya Karagwe Daktari Benson Bagonza ametoa wito mzito kwa upande zote mbili, yaani Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kiongozi huyo wa dini amezitaka pande hizo kuweka pembeni jeuri na msimamo mikali, huko akihimiza kurejea kwenye meza ya maridhiano na majadiliano ya kweli ili kuwasisha uwanja wa siasa na kulinusuru taifa. Kauli hizo za Askofu Daktari Benson Bagonza zinakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kisiasa nchini Tanzania unaendelea kuvuta hisia za wadau mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini na jamii. Mwanadini huyo amesisitiza kuwa upande zote zinapaswa kutoa watu magerezani na nchi ijitoe gerezani kwa kurudi kwenye meza ya mazungumzo bila hila wala aibu. Uchambuzi wa kina kuhusu kauli hiyo ya Askofu Daktari Benson Bagonza unaonyesha athari za muda mrefu za maamuzi ya kisiasa. Viongozi wa dini wamekuwa na mchango mkubwa katika kutoa miongozo na ushauri wa kimaadili pindi nchi inapopitia nyakati za mivutano ya kisiasa. Katika maelezo yake, Askofu Benson Bagonza amebainisha kwamba kumfunga aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kulisababisha kundi lenye misimamo mikali kuchukua hatamu ndani ya chama hicho cha upinzani. Kiongozi huyo amezidi kufafanua kuwa kumweka ndani mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kumepelekea chama hicho kwa ujumla kuchukua mtazamo na msimamo mkali zaidi wa kisiasa.
Tathmini hiyo ya askofu wa Triple KT Dayosisi ya Karagwe inaonyesha kuwa njia ya majadiliano ndiyo msingi pekee unaoweza kurejesha utulivu na maridhiano ya kweli. Mwanadini huyo ameweka wazi kuwa kuendelea kutumia mfumo wa kuzuia viongozi wa upinzani kunazidisha migogoro badala ya kuleta amani inayotakiwa katika nchi. Athari za makosa hayo matatu ya kimkakati yaliyotajwa na Askofu Triple KT Daktari Benson Bagonza zimeenea mpaka katika ngazi ya kimataifa. Kiongozi huyo ameeleza kuwa jumuiya ya kimataifa na taasisi nyeti zimejikuta zikiwa na mitazamo inayogawanyika kutokana na hatua hizo zinazochukuliwa dhidi ya viongozi wa Chadema. Wito uliotolewa na Askofu Daktari Bagonza unaitaka serikali ya Tanzania na vyama vya siasa kurejea kwenye misingi ya demokrasia na kuheshimiana. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa kurejea mezani bila hila ni hatua muhimu itakayosaidia kuondoa taswira ya nchi kujifunga pingu yenyewe. Mjadala ulioridhishwa na uchambuzi huo wa Askofu Bagonza unaonyesha uelewa mpana wa viongozi wa kiroho katika masuala ya utawala wa siasa. Wito huo wa kutaka pande zote ziweke pembeni jeuri unalenga kujenga uwanja sawa wa kisiasa kwa vyama vyote nchini Tanzania. Mbali na hayo, askofu wa Triple KT Dayosisi ya Karagwe Daktari Benson Bagonza amesisitiza kuwa fursa ya majadiliano na maridhiano iliyopotezwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, mwaka wa 2025, inapaswa kutafutwa tena upya. Mwanadini huyo anaamini kuwa kuweka maslahi ya taifa mbele ndiyo njia pekee itakayowezesha kupatikana kwa suluhu ya kudumu kati ya CCM na Chadema. Ukurasa wa Facebook wa askofu wa Dayosisi ya Karagwe Daktari Benson Bagonza umeendelea kuwa jukwaa muhimu ambapo kiongozi huyo anatoa mtazamo wake kuhusu ustawi wa jamii na utawala wa sheria. Ujumbe wake wa Agosti 23 mwaka huu wa 2026 unabaki kuwa mchango mkubwa katika jitihada za kutafuta amani na maridhiano ya kisiasa nchini.